Karibu sana katika chaneli yetu. Ni Dr. wako Elizabeth Lema. Leo tunazungumzia dalili zinazoonyesha kwamba una asidi nyingi, hasa una asidi nyingi tumboni. Dalili kubwa sana ya kwanza ni kiungulia. Mara nyingi sana unapata kiungulia. Hii inaashiria hydrochloric acid haijabalance, yani mfumo wako wa kusaga chakula haujabalance, na huo unachangia kupata kiungulia. Dalili ya pili, maumivu ya koo. Unasikia kama kuna kitu kinapanda hapa kwenye koo, kinaziba. Sasa zingine ukinywa maji unasikia kama wewe una changamoto ya asidi kwenye mfumo wako kusaga chakula. Kumbuka, unapokuwa na asidi nyingi tumboni, mwili wako unakuwa asidi. Kwa hiyo moja ya kitu kinasababisha kuonyesha kwamba unakuwa na asidi nyingi ni kupata kiungulia, na hiyo inaweza ikapelekea pia mara nyingine mwili kuwaka moto. Kama umekabwa na kitu kwenye koo, kuna fundo linapanda, hata ukinywa maji linakuwa gumu kushuka. Hii inakutokea mara nyingi, sio kila mara. Labda ukiwa umekula au unaona tu imetokea ghafla kuna fundo limepanda. Hiyo ni dalili kwamba una asidi nyingi tumboni mwako au asidi haijabalance. Kwa kawaida asidi inatoka kubalance, digestive system inatoka kubalance pH. So kama pH ya digestive system haijabalance, moja ya kitu kitakuonyesha ni hizo dalili za kuwa na asidi nyingi. Nyingine ni kutoka makohozi. Hii inaonyesha mwili wako kiujumla umebeba mucus au makohozi mengi. Kutoka makohozi kunaweza kuwa ni kwa njia ya mafua, kwa njia ya kubanja au kukohoa, kutoa makohozi, au mara nyingi unakuwa na kikohozi ambacho kinaambatana na makohozi mengi. Hii inaashiria mwili wako una mucus, unahitaji kupunguza mucus, na hiyo inaweza ikawa pia ni sababu kubwa ya wewe kuwa na asidi, au ni dalili nyingine kubwa kwamba wewe una asidi nyingi. Dalili nyingine, kushindwa kupata pumzi ya kutosha. Saa zingine unasikia kama unabana, kama kifua kinabana, saa zingine unasikia kama kifua kinauma. Hii dalili ambayo watu wengi wanairelate na maumivu ya kifua, lakini kwa sababu tumbo liko hapa, kwa kawaida tumbo linalochakata chakula haliko hapa chini, liko hapa juu. Kwa mwanadamu ana sehemu tatu, ana tumbo, ana utumbo mwembamba na ana utumbo mpana. So kwa sababu tumbo liko hapa, wakati mwingine asidi inapokuwa haiko sawa au haijabalance na unakuwa na asidi nyingi, inaweza kuleta hizo dalili za kuumwa kifua, kusikia maumivu katika eneo la kifua na vitu kama hivyo. So usije ukachanganya kifua na kuja asidi. Muone daktari aweze kudetermine ni kitu gani kinakusumbua. Dalili nyingine kubwa kwamba unakuwa na asidi nyingi ni kupata kichefuchefu. Kichefuchefu ni moja ya taarifa kwamba kuna imbalances, kuna jinsi ambavyo tumbo lako halifanyi vizuri au nyongo yako haifanyi vizuri. Sasa kama nyongo yako haifanyi vizuri au tumbo halifanyi vizuri na unapata kichefuchefu, hiyo inaweza kuwa ni kwa sababu pia mwili wako uko acidic, tumbo lako lina accumulate acid, au kuna imbalance ya tumbo na nyongo. Tunasema ukiharmonize tumbo na nyongo, asidi itabalance. Sasa sisi watu wa naturopathy tunauangalia mwili kama ni kitu ambacho kinatakiwa kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo unapokula chakula, nyongo inatakiwa kuchukua nafasi yake, bile inatakiwa kuzalishwa. So ukiwa na hizo imbalance unaweza kupata kichefuchefu. Hizi ni dalili za kawaida ambazo ukizijua na ukijua jinsi ya kuzishughulikia, utaweza kufika kwenye changamoto kubwa sana. Maumivu ya tumbo kati ya kifua na tumbo, hapa katikati hapa. Watu wengi hata wenye vidonda vya tumbo huwa wanaumwa hapa. Sasa ukiwa na acid hapa, haya maumivu ya hapa yanaweza kuwepo. Unaweza kuwa unasikia upande huu, saa zingine unasikia upande huu, saa zingine unayasikia hapa kote, lakini hiyo ni taarifa kwamba unajaa gesi, tumbo lako lina asidi au mwili wako uko asidi. Sasa kumbuka, mwili hautaki kuwa asidi, unatakiwa kubalance acid. Asidi inatakiwa kuwa kwa kiwango cha pH inayotakiwa. Na mara nyingi sana digestive system inakuwa na level ambayo inategemea na vyakula unavyokula. Kwa hiyo ukihisi kwamba una hizi dalili, hakikisha unamuona daktari ili aweze kudetermine hizi dalili zinaendana na asidi kweli na aweze kukupa matibabu sahihi. Asidi inapozidi inaweza ikabadilisha sauti, inaweza ikasababisha eneo la koo kuungua, inaweza ikasababisha ukajisikia mwili mzito, kwa sababu ukiwa na asidi nyingi mwili unatengeneza inflammation. Asidi inaweza kusababisha changamoto ya afya ya akili kwa sababu unakosa focus, unakosa raha. Asidi inaweza kusababisha unene kupindukia au kuwa mwembamba kupindukia, kwa sababu kwanza mwili kuwaka moto, kufa ganzi, kujisikia mwili hauko sawa. Asidi ni kitu ambacho kinaweza kusababisha. So kumbuka, huwezi kutibu asidi kwa kemikali.
tayari mwili wako umeshakuwa na chemical too much, ndio maana asidi inapanda. Kwa hiyo huwezi kutegemea kemikali kutibu asidi. Asidi ni kubalansi vyakula na virutubisho ambavyo ni organic, ni natural. Tunachotakiwa hapa ni kuneutralize asidi na kusaidia mwili wako kubalance pH. So vyakula vya alkaline, vyakula bitter herbs, vyakula vichachu, mboga mboga chungu, vitamin C, vitu ambavyo vitasaidia pH yako kubalance. Lakini tuna vitu vingi kwenye jamii yetu ambavyo vikitumika kwa usahihi vinasaidia kubalance pH ya digestive system. Mojawapo ni vyakula vya magadi. Wale wanaokujua kupika vyakula vya magadi kama kuchemsha ndizi na magadi, kuchemsha viazi na magadi, kupika mlenda na magadi. Magadi yana yale ya asili, yale ya udongo, yana hiyo capacity ya kukusaidia kubalance pH. Huwezi kuondoa tatizo kwa siku moja kwa sababu hukulitengeneza kwa siku moja. Kwa msaada zaidi, onana na wataalamu wa afya. Actually, naturopathic doctors wana hiyo capability ya kukusaidia mwili wako kubalance acid. Hiyo unayoiita acid, kujaa gesi, ina sababu nyingi. Mara nyingi sana inakuwa either ni acid inayosaidia kusaga chakula iko chini sana, iko juu sana. Kumbuka tumbo kwa kawaida lina acid. Kwa sababu ile bile ile inayozalishwa kusaidia kuchakata chakula tayari yenyewe ni aina ya acid. Lakini inatakiwa kuwa kwa kiwango fulani ambacho ni sahihi. Sasa wakati mwingine mfumo wako wa maisha, level ya stress, vyakula unavyokula vimesababisha imekuwa out of balance au imekuwa nje ya vile kiwango kilichotakiwa. So wengi wetu tunaosema tuna asidi nyingi, hasa wale ambao mnaopenda kupunguza asidi, mara nyingi sana mna asidi kidogo na chakula kinachelewa kutoka kwenye mfumo wa tumbo, au ile njia ya kusukuma chakula haifanyi vizuri kwa sababu chakula kinachelewa kukaa kwa muda mrefu kwenye eneo la tumbo. Kumbuka unapokula chakula kinatakiwa kusafiri. Kinachobaki kwenye mwili wako ni virutubisho. Vitu vingine vyote vinasukuma, unaenda kujisaidia kama choo. So wakati mwingine badala hiyo movement kutokea inachelewa sana na chakula kinakaa sehemu moja ambapo hakitakiwi kukaa na kutengeneza hayo mazingira hayo kusikia una asidi. So nini kinaweza kusababisha wewe upate asidi? Namba moja kabisa, bacteria infection. Ukiwa na bakteria wabaya tumboni kama vile H. pylori au labda una amoeba au bakteria wote ambao hawatakiwi kuwa ndani ya tumbo lako, inaweza kuwa ni sababu kubwa wewe kupata asidi. Lakini namba mbili, mfumo mbaya wa chakula. Unakula vyakula ambavyo haviruhusu bakteria wa kusaga chakula kubalance, haviruhusu kusapoti ile formation ya tumbo lako kuchakata chakula. Na hii ni sehemu kubwa sana. Tunakula vyakula ambavyo havistahili kuingia kwenye miili yetu, ni chemical based. Hii ni sababu kubwa sana ya watu kuwa na asidi nyingi tumboni. Sababu ya tatu, vinywaji. Tunakunywa vinywaji ambavyo sio organic. Kemikali zimekuwa sehemu kubwa sana ya kubadilisha utendaji kazi wa matumbo yetu. Kwa hiyo kitu chochote ambacho ni cha chemical unachokiingiza tumboni, kumbuka kwamba kuna kiwango tumbo lako linaweza kupokea. Ikizidi inatengeneza changamoto badala ya kukusaidia wewe kuwa na afya nzuri. Kitu cha tatu, spices. Kuna matumizi makubwa ya spices ambazo sio organic, au tuseme vile vitu tunavyotumia kuongeza ladha. Siku za karibuni nimekuja kugundua watu kuna kemikali fulani tunaitumia kupikia nyama, kupikia maharage kwa sababu inafanya chakula kinakuwa kitamu. Ile sio, yani hizo ni moja ya spices ambazo ni chemical based na zina side effect. Kwa hiyo jitahidi sana kujifunza aina ya spices unazotumia na jinsi ambavyo zinatakiwa kutumika na kwa muda gani, maana mwili wako una kiwango unaweza kupokea kemikali, ikizidi inatengeneza imbalances na mojawapo ni hiyo hali ya kupata asidi. Kumbuka unapokuwa na asidi nyingi mwilini ambayo unaisikia mpaka tumboni mpaka inakuchoma koo, hii ina maana unaweza kutengeneza magonjwa ya vidonda vya tumbo, joint, cardiovascular system, skin disorder, magonjwa ya ngozi. Yani ukishakuwa na imbalance kwenye mfumo wa kusaga chakula, yani unaweza kutengeneza magonjwa mengi na hiyo inasababisha kuzeeka kabla ya wakati. So tuendelee kufuatana. Kama una maswali weka kwenye comment section. Tuendelee kufuatana. Asante kwa kushare na kwa kulike. Jamani, kama unanifuatilia kwenye YouTube channel yetu hakikisha una subscribe, una share, una like. Asante sana.